Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Akwilini Anthony, mtumishi wa Bwana, tukihudumu katika kanisa linaloitwa CDMM, The Christ Disciple Making Ministry. Ni huduma ambayo inawatengeneza na kuwafanya wanafunzi wa Yesu watu waliokomaa katika imani, wanaojitambua, wanaojielewa, wanaojua kuitetea imani yao, wanaojua kumiliki mazingira ambayo wanayapitia, kujitambua na kusonga mbele. Siku ya leo nimeona ni vema na tuzungumze kwa habari ya neno. Limenijia tu hapo mwanzo, likanipa kutafakari kwa habari ndefu sana kwamba hapo mwanzo pana kuwa na kitu gani. Nikakumbuka binadamu kama binadamu, kwa jinsi tulivyoumbwa, kuna nyakati tunajikuta tupo gizani, mambo magumu, mambo hayaeleweki tu. Kuna tunajikuta tuko down, vitu haviendi. Unatamani kufanya jambo fulani lifunguke, halifunguki. Moyo umechoka, moyo umezimia. Lakini leo nataka nikwambie hapo mwanzo. Rudia mara kadhaa kusema hapo mwanzo ilikuwaje. Wakati unataka kulifanya hilo jambo, hapo mwanzo palikuwaje. Wakati umezaliwa hapa duniani, hapo mwanzo ilikuwaje. Nataka niamini palikuwa pana furaha, palikuwa pana kusudi. Palikuwa na sababu za msingi kabisa kwa hilo jambo kuanza, kwa hilo jambo kutokea. Palikuwa na sababu ya wewe kuwa kama ulivyo. Hapo mwanzo, wazungu wanasema the beginning. Hapo mwanzo kwa kila kitu huwa inafurahisha na huwa inatia moyo. Hata hapo mwanzo kwa Mungu ilikuwa jambo zuri. Tunasoma katika maandiko Mwanzo 1:1-3. Hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa giza ukiwa na utupu, na Roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema iwe nuru, nuru ikawa. Palikuwa na dunia ikiwa na giza, utupu na ukiwa, na Roho wa Bwana alikuwa juu ya maji. Hiyo ilikuwa ni hali iliyoonekana kwa wakati huo. Hatumuoni akiumba roho, hatuombi akiumba hilo giza, akiumba hiyo ukiwa, akiumba hilo utupu. Tunaona akiumba nuru. Kwa hiyo tuseme hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba nuru. Tunajua siku zote pakiwa na nuru, pana uhai. Pakiwa na nuru pana uzima. Pakiwa na nuru kuna kuona. Unaona mbali, unaona karibu. Pakiwa na nuru unaona kushoto, unaona kulia. Pakiwa na nuru kuna mawazo mapya, kuna jambo jipya. Kila kitu ni chema sana. Na Mungu alipoiumba ile nuru akasema kila kitu ni chema sana. Maana yake ni nini? Katika maisha popote unapopitia, chochote unachopitia, kumbuka hapo mwanzo kila kitu kilikuwa chema sana. Lile wazo uliloliwaza kwa mara ya kwanza lilikuwa jema sana. Ile hali uliyoikuta pale mwanzo ilikuwa ni njema sana. Ulipoanza mchakato wa kuanza aidha kuifanyia kazi ama umeanza kulifikiria jambo kwa upana, ndipo ulipoanza kuona ama giza ama kushindwa ama ugumu. Lakini nataka uondoke na ufunuo wa kusema nuru ndio ilikuwa ya kwanza hapo mwanzo. Maana yake ni nini? Kwamba hakuna kilichofanyika gizani. Chote kilichochema kilifanyika nuruni. Kwa hiyo giza lolote linalotokea katika mstakabali mzima wa mchakato wa jambo unalolifanya, ujue hivi, hilo giza laweza kuja kama kikwazo. Lakini ukisimama ya kwamba pale mwanzo palikuwa pana wazo na palikuwa pana maana, utalipita hilo giza na utashangaa hali inarudi kama pale mwanzo na inakuwa sawa sawa na lile wazo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu alisema iwe nuru, hapa nataka nikupe jibu lingine. Alisema iwe nuru. Kwa hiyo palikuwa pana tamko, palikuwa pana neno. Na tunasoma katika maandiko Yohana 1:1-5 anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ndiye Mungu.
ndani ya hilo neno palikuwa pana uzima wa milele, na ndani ya huo uzima wa milele palikuwa na nuru, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza nuru. Pale pale hapo mwanzo Mungu akaumba nuru. Kwa hiyo nuru iliumbwa kupitia neno. Kwa hiyo na wewe unatakiwa siku zote, hata pakija giza liwalo lolote, ukumbuke tu kuachilia neno, ile nuru iweze kusogea na ile nuru iweze kuwa. Kwa hiyo nuru ni neno lililotoka kwa Bwana, na hilo neno linalotoka kwa Bwana ni Bwana mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo uwe na uhakika, Mungu alipoona ile dunia ikiwa na giza, utupu na ukiwa, aliona ni jambo jema kusema iwe nuru. Na ndio maana tunamuona Yesu, tunasoma kitabu cha Yohana somewhere. Yesu alipokwenda Bethania wakati wa kumfufua Lazaro, wanafunzi wake walimuuliza Yesu, unakwenda Bethania, kule ndiko aliko kupiga mawe? Yesu akamwambia, sasa ni mchana. Nini? Katika jambo lolote unalolifanya sema hivi, sasa ni mchana, kwamba neno linalokuongoza ni nuru. Haimaanishi giza halitakuwepo. Giza huwa mara nyingi lipo kukuogopesha, giza lipo kukukatisha tamaa, giza lipo kukuonyesha hauwezi, giza lipo, watu wa Iringa wanasemaga, giza lipo kukudogolesha. Usikubali kudogoleshwa na kitu ambacho sio msingi wa kuumbwa kwake. Nini? Giza halikuwahi kuumbwa. Na ukiona giza mahali popote, ujue ndani ya giza kuna nuru. Maana hata Mungu alipotamka nuru, tunasema nuru ikatoka katika giza. Biblia ya Kiingereza inasema alitamka nuru, nuru ikajitenga kutoka katika giza. Japo ya Kiswahili inasemaga akaumba nuru na giza. Hakuumba giza. Hakuna mahali tunaposema kwamba Mungu aliumba giza. Mungu aliumba nuru. Nini maana yake? Tunasema dunia ni duara. Katika vipindi vyovyote vya kuogofya, vipindi vyovyote vya kukutisha, vipindi vyovyote vya kukuogopesha, jua hapo mwanzo aliumba nuru. Kwamba dunia ni duara, utapita katika ugonjwa, utateseka katika ugonjwa, kuna mambo yatakutisha sana, hata kuchungulia kaburi. Lakini nataka nikutie moyo kwa neno moja tunalokuambia, hapo mwanzo pana nuru. Kwa hiyo utakwenda katika ugonjwa, na utakapoweza kuvuka kipindi kile, utashangaa umerudi tena katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika jambo lolote nuru ni kila kitu. Kwa hiyo ni habari ya msimu, unaangalia nuru. Ni habari ya ugumu wa jambo lolote, sema kuna nuru. Ni habari ya maumivu yoyote, sema pamoja na maumivu ya mwisho wake ni nuru. Sijui jambo limekushinda, sema mwisho wa yote ni nuru. Nini maana yake? Tunasema ukiweza kujipa kitabu katika mazingira yanayokuzunguka, ambayo ni mazingira magumu kwa namna yoyote ile, pale unaambiwa uwe mvumilivu tu. Mungu alichokitafuta pale kwako ni swala la uvumilivu, ili sasa utakapoweza kuvumilia mpaka mwisho, ndipo utakapoanza na kuiona ile furaha ya lile neno nuru. Zaburi ya 30 mstari wa 5 nasema, maana hasira yake ni kitambo tu, neema yake ni ya maisha yote. Machozi yaweza kudumu siku kucha moja, lakini asubuhi huja furaha. Ninaongea neno hili kwamba anaongea nawe na kutia moyo kwamba hiyo hali unayotembelea nayo, hiyo hali inayokutishia, hayo maneno wanayokuambia, hivyo vitisho wanavyokuambia, waambie hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba nuru, na mwanzo lazima utarejea, na mwanzo lazima utaufikia. Nini? Mungu alipokuumba, tunasoma kwenye Yeremia 1-10 pale, Yeremia 1:1-10, Mungu anaongea maneno mengi sana. Anasema, na alikujua kabla sijakuumba, na alikutakasa kabla hujazaliwa tumboni kwa mama yako, na alikufanya nabii mbele ya mataifa.
Hao mataifa ndio hao wanaokutisha, kwamba uangalie mazingira yalivyo sasa uogope. Lakini nataka nikwambie, yeye aliyesema na alikujua kabla sijakuumba na alikutakasa kabla sijakuzaa katika tumbo la mama yako, anakwambia usiogope kwa sababu ya pale mwanzo, kwamba ugumia, vumilia kwa kidogo, lakini mwisho wa yote utafika pale mwanzo. Lakini bado Mungu anaendelea kusema kwenye pale Yeremia, mimi Mungu nitatia maneno yangu kinywani mwako. Tumesema Mungu ni neno, na kama aliumba nuru kwa neno, kwa hiyo na wewe lazima uanze kuumba yale matazamio yako, kwamba sasa hivi hawa wananisumbua, au sasa hivi hawa wananinyang'anya haki yangu ya msingi. Umba kwa neno, kwa sababu Mungu amekuumba kwa mfano wake. Anasema tushuke kwa mfano wetu tukamuumbe mtu mwenye kufanana na sisi. Mtu huyo atamiliki na kutawala pamoja nasi. Mungu anavyosema yeye ni neno, anataka uliachilie neno. Ina maana siku zote unaposema siogopi, siogopi ni neno la kukutia moyo, lakini ndani ya neno siogopi kuna nini umeachilia. Lazima uachilie neno kwamba hata iweje nitashinda, siogopi. Hata iweje nitavuka, siogopi. Hapa ninapita tu, lakini kuna mahali na kwenda, siogopi. Huu ugonjwa ninaupitia tu, lakini hapa siogopi, ninajua nitapita. Nini nataka nikwambie, hata wewe katika maisha yako, ni umeanzisha familia, ni mke ni mume, umeanzisha familia, usiangalie mchakato haya yanayotokea. Angalia hapo mwanzo. Hapo mwanzo ukamuoa uliyemuoa, hapo mwanzo ukaolewa na uliolewa naye, kwa sifa zile ulivyozikusudia. Kumbuka hapo mwanzo ili kusaidie kwenda mbele. Kama Mungu alivyokumbuka hapo mwanzo akasema mimi nitarudi kumuokoa huyu mtu, na kweli akatuokoa kwa kupitia damu ya mwanae aliyoimwaga juu ya msalaba. Nasi tunajivunia, tunasema tumerudishiwa ule uhai wetu wa kwanza, si kwa nguvu zetu, bali kwa sababu ya hapo mwanzo yeye aliona yafaa sana kuturudisha katika kusudi. Nini nataka niwaambie, siku zote unapopitia, angalia pale mwanzo Mungu anakwambiaje. Ndiyo maana tunasoma kwenye maandiko kutoka pale 3 ukianzia pale 7. Mungu anamtuma Musa aende akamuokolee watu wake. Amesikia kilio chao, naye ameshuka ili akawaokoe. Mungu alikumbuka nini? Alikumbuka hapo mwanzo, kwamba hapo mwanzo alifanya agano na Ibrahimu kwamba watoto wako wataingia utumwani, lakini baada ya miaka kadhaa nitawajilia na kuwaokoa. Kwamba hapo mwanzo inamgaidi hata muumbaji kurudi na kukumbuka asili, kwamba atakuja kuwaokoa. Anamtuma nani? Kwa mikono ya Musa. Wai Musa, shujaa wa Bwana anayeweza kupita vipindi vigumu, lakini akakumbuka hapo mwanzo kwamba nimepewa hawa watu ni wakomboe. Na ndiyo maana tunamuona Musa pale kwenye Kutoka 14, ukisoma ukipata nafasi, Kutoka 14 mstari wa 13 mpaka 15. Musa anawaambia wana wa Israeli tusonge mbele. Waliona nini? Waliona bahari mbele, hakuna njia. Nyuma jeshi la Farao linakuja, kushoto kulia milima. Wakaanza kulia na kukumbuka matikiti kule Misri. Lakini Musa akawaambia tusonge mbele. Nini maana yake? Musa alijua kutafakari maisha, kutafakari matukio kwa hapo mwanzo, kwamba hapo mwanzo ni nini? Hapo mwanzo muumbaji ameniambia yeye Mungu ameshuka kuajilia watu wake waliokuwa wanalia kule utumwani Misri. Kwa hiyo Mungu hawezi kubadilisha agano lake, lazima awaokoe hawa watu, na atawaokoa kupitia mkono wangu mimi Musa. Ndivyo ambavyo mimi na wewe tunatakiwa tujue kabisa, katika changamoto zozote usisahau ukabadilisha mwelekeo. Kumbuka pale mwanzo ulichokianza sio uachie njiani, ulichokianza uhakikishe kimefika mbele, bila kuangalia hali hizi tunazozipitia. Na ukiendelea kusoma pale kwenye Kutoka 14 pale tunamuona baada ya Musa kuambia wana wa Israeli songa mbele. Hata Musa naye kuna saa alipata ugumu, alipata uoga, lakini Mungu akamwambia Musa, kwa nini kunililia? Nini maana? Una neno ili uweze kurudi pale mwanzo. Una neno ili uweze kurudi pale mwanzo. Neno utalitoa wewe, na neno ni Mungu mwenyewe. Achilia hilo neno. Achilia neno ili utiishe hicho kinachokufanya usikumbuke pale mwanzo.
kwamba pale mwanzo lazima ufike, pale mwanzo lazima urudi, pale mwanzo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo nataka niwatie moyo watu hasa wanaopita katika mazingira ya kutisha na ya kuogopesha. Neno lako nataka nikwambie leo, litamke mara nyingi kadiri utakavyoweza. Hapo mwanzo, hapo mwanzo, hapo mwanzo Mungu alipoumba nuru, na katika nuru vitu vyote vinawezekanika. Nataka nikukumbushe kitu mpendwa, wakati mwingine mambo yanakuwa magumu sana, giza linakuwa ni giza kubwa sana, giza tororo. Giza unaliona kwa sababu nuru imekuwa. Nuru ikizidi kukua na kuangaza, nuru ikizidi kukua na kutambaa, ikakava eneo kubwa, ndivyo unavyozidi kuliona giza kwa ukaribu na la kutisha. Nini manake? Unapokuwa hakuna nuru, hauoni, na kama hauoni, haupati hofu, hupati wasiwasi, hupati mashaka. Ndipo napolithibitisha lile neno linalosema kwenye Biblia, liko mara 366, usiogope, kwamba Mungu anajua kabisa kwamba kila siku neno usiogope halitatoka katika kinywa chako. Na mimi nataka nikuambie na kuongezea neno leo katika maisha yako. Kila siku kumbuka hapo mwanzo. Hapo mwanzo, ili kukumbushe sababu ya kuanza hicho ulichowahi kukianza. Sababu ya wewe kuzaliwa kwako hapa duniani. Haukuja kuteseka. Hapo mwanzo alikumba umiliki na kutawala. Hapo mwanzo alikujua wewe ni jemedari, utaleta jina jipya, jina zuri mbele mwisho. Wewe mwanzo, kule mwisho utakuwa na jina zuri sana ambalo Mungu atajitwalia nalo utukufu. Nini nataka kuwakumbusha? Usiruhusu adui asababishe giza tororo la kusababisha usione nuru. Usimsababishe adui ukampa umaarufu kwa sababu ya mambo ambayo hayana msingi. Nini? Mungu wetu ni mfano wetu. Tunaambiwa hata kule mwisho, siku za mwisho, watakapotwaliwa wale, siku ya kutwaliwa, hata watakaobakia katika ile miaka 1000, bado patakuwepo na wa Mungu masalia watakaookolewa, ambao watathibitisha lile neno la hapo mwanzo Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, na kila kitu kwake kikawa chema sana. Hapo mwanzo. Shalom, shalom.